Bwana, tumeona ubora wa beki wa Simba Sport Club ambaye ndio msimu wake wa kwanza kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara na kucheza ndani ya kikosi cha Simba Sport Club. Deruk ambaye bwana ametokea Mamelodi Sundowns, amewahi kuwa mchezaji bora pale kwenye PSL pale South Africa. Simba kwa msimu huu naweza nikasema wamepata moja ya beki wa viwango vya juu, na ni beki ambaye anaweza akawa ni msaada mkubwa kwenye eneo lao la ulinzi, kwa sababu ili timu iweze kuwa bora lazima kwanza kwenye eneo la ulinzi isiruhusu wao kufungwa idadi kubwa ya magoli, kitu ambacho ukiruhusu kufungwa idadi kubwa ya magoli pengine unaweza ukapoteza mchezo, kwa sababu lazima ujue kuzuia na ujue kushambulia na kutengeneza nafasi. Kwa nini nazungumza hivi? Ni kwa sababu aina ya watu ambao Simba wamewaleta kwenye maeneo tofauti tofauti, tutawakaa hapa tukiwazungumza kwa ubora ambao wamekuwa nao, lakini tukisema hii ndio maana halisi ya top defensive. Mchezaji mzuri hasubiri mechi 3 au 2 kujitambulisha. Binafsi tayari Rushaine Durek ameitia imani yangu mbele ya mchezo mmoja ambao watu wengi tayari tumeshauona, pengine na mchezo wa pili ambao tumeuona baada ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Gor Mahia kutokea pale nchini Kenya kwenye tamasha la Simba Day. Sasa jamaa yuko smart sana na muda wote anasubiri mashambulizi afanye movement ya kwanza, kisha anaingia kuondoa uchafu ambao unaingia kwenye eneo lake. Sasa naweza nikasema kwa namna ambavyo tumemwangalia kwenye game ya Yanga, tumeona namna gani ambacho hichi mimi na kizungumza hapa kwenye siku yenyewe ya mchezo, na pengine na game ya Gor Mahia ambayo tuliangalia, tuliona na ubora ambao alikuwa nao. Naweza kusema ni mchezaji ambaye Simba hawajakosea kumsajili katika eneo la uzuiaji. Walikuwa wanahitaji mtu bora kama huyu kwa muda wote kwa ajili ya kuja kufeva na kuilipa zaidi safu ya ulinzi kama ambavyo wao wenyewe wanatamani. Kitu cha pili naweza nikasema jamaa anafanya interception, sliding tackling na standard tackling kwa utulivu na umakini mkubwa sana. Mbele yake mtu anaondoka ila mpira unabaki, kitu ambacho kwa jana ama juzi ama siku chache zilizopita kwenye mchezo dhidi ya Young Africans tuliona, na mchezo dhidi ya Gor Mahia tuliona hichi kitu ambacho nazungumza. Unaposema interception, maana yake ni kitu ambacho tuliona wote kwa tumeziona. Sliding tackling tumeziona kwake, utulivu ambao amekuwa nao ni jambo ambalo ukiwa unacheza kwenye eneo la ulinzi lazima hivi vitu uwe navyo, vichangie na visaidie timu kwenye upande wa kuzuia, lakini vile vile kwenye namna timu inavyokuwa na mpira timu pinzani, basi ujue jinsi ya kucheza. Sasa shida ambayo mimi naiona, ama shida yangu naweza nikasema kwake, au shida yake ni majeraha ambayo pengine kama yatamkuta kwenye msimu utakavyokuwa unaendelea, pengine Simba watakuwa wamepoteza ladha ya mtu ambaye walikuwa tayari wameshaona ubora wake ambao amekuwa nao. Nafikiri Simba wanapaswa kutafuta kama wataenda kwenye dirisha dogo la usajili, watafute mtu mwingine ambaye ana standard ya Deruk, kwa sababu moja ya kitu ambacho kinaumiza timu nyingi ni mchezaji wake bora kwenda majeraha ama kwenda majeruhi. Akienda majeraha au akienda majeruhi, maana yake timu inakuwa iko down, maana yake lazima itengeneze plan B kutafuta mchezaji mwingine ambaye ni tegemezi ili timu iwe kwenye standard ile ambayo inahitajika. Mwalimu atabadilika kucheza alivyokuwa anacheza mwanzo, akacheza kwa nafasi nyingine ya tofauti ili kuitengeneza shape ya timu iliyo bora zaidi, na tukaona timu inaingia kwenye standard ile ambayo watu wengi wanakuwa wanahitaji. Mimi hicho ndicho ambacho nimekiona kwa mchezaji ambaye Simba wamemleta, ambaye kwangu hajahitaji game 4 ama 5 kunionyesha ubora alionao. Huyu tunamzungumzia Derek, ambaye Rushaine Durek kutokea pale South Africa Cape Town, mzaliwa Pretoria pale, ambaye
amewahi kuhudumu ndani ya kikosi cha Mamelodi Sundowns, na ubora ambao amekuwa nao Mamelodi nafikiri ndio huu ambao amekuja kuendeleza ndani ya kikosi cha Simba Sport Club kwa michezo hii miwili ambayo tumemuona, pengine mmoja wa kirafiki na mmoja wa kiushindani dhidi ya Young Africans kwenye ngao ya jamii. Tutegemee kuona makubwa zaidi kwenye game nyingine zinazofuata, tukianzia na michuano ya CAF Champions League ambapo Simba anashiriki tukianzia kwenye hatua za awali ambapo atakuwa anacheza, lakini kwenye hatua ambazo nyingine atakuwa anafuata na msimu mzima kwenye ligi kuu NBC Tanzania Bara na CRDB, lakini vile vile na michuano ya Mapinduzi kama Simba watapata nafasi ya kwenda kucheza naye kwenye michuano hiyo.